Oh, today I want to preach Nataka kuhubiri how to pray jinsi ya kuomba and get the answer. na upate jawabu. How to pray and get the answer. Jinsi ya kuomba na kupata matokeo ama kupata jawabu. Praise God. Bwana asifiwe. Because you may pray and pray Kwa sababu naweza omba na uombe and you fail to get the answer. lakini ukose kupata jibu. Because you didn't pray Kwa sababu hukuomba in the ways vile Mungu anataka. kulingana na ile njia Mungu angetaka. And the Bible say in Luke, Maandiko yanasema kitabu cha Luka, praise God, Bwana asifiwe. Luke chapter 11 verse 2. Luka 11 mstari wa 2. The Bible say, Maandiko yanasema so he said to them, akawaambia, when you pray, mkiomba ama mnapoomba msemeni hivi: our Father in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, hallowed be your name. jina lako litakaswe, Your kingdom come. ufalme wako uje, Your will be done on earth as it is in heaven. mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. You must pray Lazima uombe and pray effectively. na uombe ukiwa umefuatilia ni jinsi utaweza kupata matokeo. You must pray and pray effectively. Lazima uombe na uombe zaidi. And that's what the Bible says. Ndio maandiko yanasema, And Jesus said to them, na Yesu akawaambia, he said to them, akawaambia, when you pray, wakati mnaomba say, muombe hivi. when you pray, say, Wakati mnaomba semeni, our Father in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, hallowed be your name. jina lako linuliwe, Your litakaswe, kingdom come. ufalme wako uje, Your will be done on earth as it in heaven. mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Before you pray, Kabla uombe, or before you make our request to the Father, hata kabla ya kunena yale mambo matakwa yako ambayo ungetaka, his high praises must be on our lips. lazima kuwe na sifa nyingi katika midomo yetu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So when you go to the Father, Wakati unaenda kwa Baba, you must go with the praise and maintain it. uende kwa sifa na hizo sifa zidhibiti ama ziendelee. Praise the name of the Lord. Bwana So asifiwe. when you pray, Wakati when you unapoomba, go to the Father, ukienda kwa Baba or to make our request, ili kupeana mahitaji yako, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Let his praise Wacha sifa zake be on our lips. ziwe kwa midomo yetu. Come with the praise and maintain it. Ingia na sifa na ukae na hizo sifa mtukuzi, Because there are heavenly gates kwa sababu malango ya mbinguni that take place to unlock. kwa sababu sifa hufanya malango ya mbinguni ifunguke. Praise the name of the Lord. Amen. I'm saying there are heavenly gates. There are heavenly gates. Kuna malango ya mbinguni, It take place to unlock them. inagharimu sifa ili yafunguke. There are heavenly gates. Kuna malango huko They mbinguni, can only be opened. inaweza tu They funguka, can be unlocked inaweza tu funguliwa through praise. kutokana na sifa. And that's what the Bible says. Na ndio maandiko yanasema, Jesus said to them, Yesu akawaambia, and when you pray, wakati mnaomba say, mseme hivi: our Father in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, hallowed be your name. jina lako linuliwe, litakaswe. Praise the name of the Lord. Amen. You must know how to pray Lazima ujue jinsi ya kuomba and pray effectively. na uombe jinsi You unavyostahili. must know how to pray. Lazima ujue jinsi ya kuomba, Not just pray. sio kuomba tu, You pray and get the answer. ni kuomba na kupata jawabu. Praise the name of the Lord. Amen. So prayer must be Maombi, preceded by praise. maombi lazima yatanguliwe na sifa. When you go before the Lord, Unapoenda mbele ya Mwenyezi Mungu, don't just go saying do this and this. wacha kwenda tu ukipeana tu mahitaji yako. Prayer must be preceded by praise. Sifa lazima zitangulie kwanza kabla ya maombi. And that's why Jesus said to them, Na ndio Yesu akasema, when you pray, wakati mnaomba say our Father in sema, heaven, Baba yetu aliye mbinguni, hallowed be your name. jina lako linuliwe, Your kingdom come. ufalme wako Your uje, will be done on earth as it in heaven. mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko Praise the mbinguni. name of the Lord. Bwana asifiwe. So prayers Maombi must be preceded by his praises. lazima yatanguliwe na sifa. In Psalms 100 Psalms 100 verse 4, kuanzia mstari wa 4, the psalmist said, mwandishi wa Zaburi anasema, enter into his gate with thanksgiving
thanksgiving. Ingia kwa malango yake na sifa na And shukrani, it is called with praise. na uingie na sifa, Be thankful to him na uweze kumshukuru, and bless his name. na uinue jina lake. So the saint of the old, Wale watu ambao walitangulia hapo zamani, the saint of the old, wale watakatifu wa they knew nyakati za the kale, secret in praise. walijua siri ya sifa, They knew the secret. walijua siri, They knew the secret. walijua siri, The secret in praise. siri ya sifa. There is power in praise. Kuna nguvu katika kusifu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. So the Bible says Maandiko yanasema in Psalms 100, Zaburi 100, the Bible says, maandiko yanasema enter into his gate with thanksgiving, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, and into his court with praise. nyiwani mwake kwa kusifu. Be thankful to him Mshukuruni and bless his name. na mlihimidi jina lake. Enter his gate Muingie malangoni with mwake thanksgiving. kwa kushukuru. Praise the name of the Lord. Amen. So Nehemiah prayed. Nehemia akaomba, He prayed. akaomba. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The effect of his prayer was that Yaani matokeo ya maombi yake ilikuwa God used him Mungu akamtumia bring restoration of Jerusalem, the temple. ili akaweza kurejesha hekalu, But he went before the Lord, lakini aenda mbele ya Mwenyezi Mungu praised, akiwa na sifa, and he said, na akasema, I pray, Lord God of heaven, naomba Mwenyezi Mungu, oh great and awesome God, wewe Mungu uliye mkuu, who keep covenant wewe unayeweka and agano mercy with those who love you na rehema zako kwa wale and wakupendao, observe your commandment. na wewe ambao unafuata amri zako. So he went before the Lord, Aliingia mbele za Mungu praised, akiwa na kusifu, he lifted the name of the Lord, akainua jina la he Mwenyezi Mungu, exalted the name of the Lord. himidi jina la Mwenyezi He Mungu. said, oh Lord God of heaven, Mwenyezi Mungu, oh you great, wewe Mungu mkuu, awesome God, wewe Mungu mkuu, you are God wewe ni Mwenyezi Mungu who keep the covenant. unayeweka agano, You God, wewe you Mungu, love those who keep who observe your commandment. wewe unapenda wale wanafuata amri So zako. he went before the Lord, Akaenda mbele ya Mwenyezi Mungu praised, akiwa na sifa, he sing praising God. yaani akapatia Mungu sifa. Nehemiah 1 verse 5, Nehemia 1, we see the man of God Nehemiah. tunaona Nehemia He knew the secret of praise. alijua sifa, He sing praising God. tunaona akimsifu Mungu. Uko hapa Nehemia 1 verse 5. Can you read? Nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, Mwenye kuogofya. mwenye kutimiza agano lake. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. We see the man of God Nehemiah. Tunaona Nehemia He's gone before the Lord. anaenda mbele za Mungu. Kama vile maandiko inasema Psalms 100 verse 4. The Bible says, the book of Psalms, Enter into his gate, ingieni malangoni mwake thanksgiving, mkiwa na kushukuru, and it is called with praise. ingieni nywani mwake mkiwa na sifa. Bwana pewe sifa. You You have to know how to go before the Lord. lazima ujue jinsi ya kwenda mbele zake Mungu. The saint of they knew the secret of praise. Wao watakatifu wa nyakati za kale walijua njia ya So kusifu. we see Nehemiah. Tunaona Nehemia, Praise the name of the Lord. Bwana He sifiwe, was prepared to go and rebuild the wall. alikuwa anajiandaa kwenda kujenga ukuta tena. Praise the name of the Lord. Bwana He sifiwe. was praying. Alikuwa And anaomba when he got to the king, akienda kwa that he mfalme may get favor. apate kibali, But before he met the physical king, lakini kabla ya kutana ufalme wa kimwili he exalted God. aliinua Mungu kwake, Akamwambia, oh, the Lord God of heaven, akamwambia Mungu wa mbinguni, oh, great God, Mungu mkuu, awesome God, mwenye kuogofya, you keep covenant, mwenye kutimiza agano lake. keep covenant, Wewe unayeweka no agano, matter what, haijalishi vile kuku, you keep covenant, unaweka agano, no matter what, haijalishi you are awesome, wewe ni Mungu wa no matter kuogofya, what, haijalishi you are awesome. wewe ni Mungu wa Most of kuogofya. the time, Unajua nyakati we fail to exalt God. tunakataa kulia When Mungu, we see our problem, tunaona shida we zetu, see battles, tunaona vita, and we fail to tunasahau praise God. kumsifu Mungu. But Nehemiah knew, Lakini Nehemia alijua even though hata kama the wall is broken, hata kama ukuta uko chini, even though hata kama Jerusalem Yerusalemu was in ruin, ilikuwa imeharibiwa, we see him tunamuona telling God, kimwambia you Mungu, are awesome. wewe ni Mungu You bila are kuogofya, God. wewe ni Mungu mkuu.
Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Enter his gate Ingieni malangoni mwake with thanksgiving. shukuru. Enter his gate. Ingieni malangoni The mwake. Bible says Andiko in nasema the book of Thessalonians, katika kitabu cha Thessaloni, 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians the 5, Bible says, maandiko yanasema give thanks unto the Lord. shukuruni Mungu katika hali all zote, things. katika mambo yote, In all things, katika mambo yote give thanks unto the Lord. shukuruni Mungu. So Nehemiah knew Nehemia alijua how to enter in the course of God, jinsi ya kuingia katika malango ya how Mwenyezi to Mungu, enter the gates of the Lord. jinsi ya kuingia malangoni mwa So Mwenyezi Mungu. whenever you have anything, you want to make a request before God, Wakati uko na mahitaji taka enter into his gate. ingia malangoni mwake With thanksgiving. ukiwa na kushukuru. When things are not pleasing, Hata ikiwa mambo yapendezi, enter into his gate. ingia malangoni With mwake thanksgiving. ukiwa na shukrani. When enemies are surrounding, Hata kama maadui trying to wanakuzingira bring you ili down, wakuangushe, enter into his gate. ingia malangoni mwake Praise. ukiwa na With sifa na thanksgiving. kushukuru. When King Jehoshaphat Wakati King Jehoshaphat was mfalme, invaded by the combined forces of Ammon and Moabite, wakati aliinukiwa na ile jeshi la Moabu, it was prayed that God to the ear of God. It was praise that God ilikuwa ni sifa ambazo to the zilileta, ear of God. ni sifa zilifikia sikio la Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Can you open 2 Chronicles? Mambo ya Nyakati. You must know Lazima ujue how to pray jinsi ya kuomba and get the answer. na upate jawabu. And that's what Jesus said to them. Na Yesu akawaambia, When you pray, wakati say, mnapoomba, our Father in sema heaven, Baba yetu aliye mbinguni, you are in heaven. ambaye uko mbinguni, Hallowed be your name. jina lako liinuliwe. Hallowed be your name. Jina lako liinuliwe na kusifiwe. Jina lako liinuliwe. Jina lako litukuzwe. He taught them Akawafunza how to pray jinsi ya kuomba and pray effectively. na kuomba jinsi inavyofaa. Hallowed be your name. Jina lako liinuliwe. Hallowed be your name. Jina lako No matter liinuliwe. what. Hata kujalisha, Hallowed be your name. jina lako liinuliwe. Oh, praise God. Amen. Mungu akisikia unamuinua. When God hears that you exalt In him, the midst of the battle. katikati ya Mungu vita, akisikia unamuinua. when God In hears the midst katikati of your problems. ya shida, The Bible says, maandiko yanasema the man of God Jehoshaphat, kwa mtumishi wa Mungu Yehoshafati, the enemy combined forces, maadui waliungana. Ammonite, Kuna alikuwa na Amoni Moab, na Moabu, they all combined forces wote wakaungana to fight King Jehoshaphat. ili wapigane na But the Yehoshafati. man of God Jehoshaphat, Lakini mtumishi wa Mungu he knew how to go before the Lord. alijua jinsi ya kwenda He mbele used the power in praise. alijua ya nguvu zilizo kwa So sifa. what he did, Alifanya he hivyo. went before the Lord. Alienda mbele za Mwenyezi Oh Mungu Lord God of our Father, akamwambia, ee Mungu baba yetu, God in heaven, wewe Mungu uliye mbinguni, you do rule over all the kingdom of the nations, si ni wewe utawalaye falme zote za and mataifa, in your hand na mkono wako power and might. kuna uweza na nguvu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. He is exalting God. Kwanza akainua Mungu, He is praising God. anamsifu He is Mungu, not praising the enemy. hatukuzi yule adui, He is exalting God. anainua Mungu. Oh God, God of our Father, Nasema ee Mungu wa baba zetu, you God in heaven, ni wewe Mungu uliye mbinguni, you do rule over all the kingdom of the nations, wewe ndio unatawala falme zote za mataifa, and in your hand na mkononi mwako power and mighty, kuna uweza na nguvu, so that no one is able to withstand you. ili asiweze mtu yeyote kusimama. So he knew. Alijua, He's telling God, anaambia you Mungu, are awesome. wewe ni Mungu, You are God in wewe heaven, ni Mungu uliye mbinguni, the God of our Father. wewe ni Mungu wa baba zetu, Power and might nguvu na uweza are in your hands. mikononi No mwako. one is able to withstand you. Hakuna yeyote anayesimama kinyume chako. You rule the nation, the kingdom of a nation. Wewe unatawala falme zote za mataifa. And what happened? Na nini ilifanyika? What happened? Nini kilifanyika? When they exalted God, Wakati aliinua Mungu, when they praised God, wakati walisifu Mungu, God is waiting. Mungu They anangoja enter his gate uingie malangoni with mwake thanksgiving. ukiwa na God shukrani. is waiting Mungu that he anangoja may enter his gate uingie malangoni
unanyenyekea praise. ukiwa na sifa, No matter who is gathering, haijalishi nani, no matter who haijalishi are comparing for nani wameungana fight your destiny, ili wapigane no hatima matter yako, who haijalishi are comparing for nani wameungana fight your ministry, ili wapigane God kwa is expecting you Mungu anatarajia enter his gate uingie malangoni mwake thanksgiving, ukiwa na shukrani, praise. ukiwa na sifa. So when you receive the message Wakati unapata ujumbe that the enemy are gathering maadui wamekusanya against your ministry, kinyume na huduma yako, against your family, kinyume na familia yako, praise, you need not to complain. usianze mama, Know how to go before the Lord. jinsi ya kwenda mbele ya Mwenyezi Praise Mungu. the name of the Lord. Bwana asifiwe. Even when the school is almost opening, Hata kama siwezi when you don't have the hope na una tumaini of school fees, ya kupata, know how to go before the Lord. jinsi ya kwenda mbele yake. We see Nehemiah. Tunaona Nehemia, We see Jehoshaphat. tunaona Yehoshafati, The enemies were gathering wameungana to attack him. ili wapigane naye, Oh, but we see him saying, na kitu amwona, oh Lord God, wewe Mwenyezi Mungu, aweza. wewe ni Mungu, Power and might nguvu na uwezo belong to you. iko na wewe, No one can be able to withstand you. hakuna anaweza simama kinyume chako. You are in heaven. Wewe uko mbinguni. Praise the name of the Lord. Amen. The God of our Father. Mungu wa baba zetu. Unamuinua Mungu. You lift God. Those who are gathering against King Jehoshaphat. Wale ambao walikuwa wanainukia, Those who are gathering against Judah. wale ambao walikuwa wamekusanyika kinyume cha Yuda, They were defeated. walishindwa. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. They praise the Lord. Walisifu tu Mungu. They did see the enemy. Hawakuona kuona They maadui. did see the enemy. Wakakuona You are maadui. listening to me this afternoon. Leo Most of the time we see the enemy. kwa nyakati nyingi tunaona What we see, tunakataa what God can do. kile Mungu anaweza fanya. Praise the name of the Lord. When things are, when we hear, Wakati nasikia, when we receive report, wakati napata what report, the enemies are planning to do, kile maadui anapata most of kufanya, the time we allow fear, nyakati we tunakubalia allow leo, discouragement. tunakubalia ukaya tamaa. But I thank King Jehoshaphat, Lakini shukuru sababu ya Jehoshafati, when he received the report, wakati alipata ujumbe, they knew the secret of praise. walijua siri ya They kusifu, praise God. wakasifu Mungu. Praise the name of the Lord. Asifiwe. Nehemiah Wakati Nehemia received the report. alipata Oh, ujumbe, the wall is broken. vile ukuta ulikuwa We umevunjika, see him tunamuona exalting God, akiinua Mungu, telling God, mwambie you Bwana, are aweza. wewe ni Mungu, You are aweza. wewe ni Mungu, You are aweza. wewe ni Mungu wa You are great. wewe mkuu, God in heaven. wewe ni Mungu No wa one can withstand you. hakuna anayesimama kinyume No one chako, can withstand you. hakuna anaweza simama kinyume chako, hakuna No yeyote, one. hakuna Even yeyote, the devil. hata shetani, No one. hakuna The yeyote. Bible says no one. Maandiko yakisema hakuna, I'm saying when the Bible says no nasema one. Biblia ikisema hakuna yeyote, Iko hivyo. that's how it is. Praise the name of the Lord. Amen. When the enemy, you get any report, Hata ukipata ujumbe what wote they are planning vile wanapanga against the ministry, kinyume cha huduma, don't start crying. usianze kulia. Lord, know how to go before the Lord. Jua jinsi ya kwenda mbele What za the Mungu. Bible says, Maandiko yanasema the King Jehoshaphat, Mfalme Yehoshafati and the Israelites, na wale Waisraeli they start praising the Lord. wakaanza kusifu Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. And the Bible says, Maandiko yanasema the Lord sent ambushes Nehemia against the people of Ammon akatuma jeshi yake kinyume who na wale had ambao gathered against Judah, wale walikuwa wamekusanyika kinyume na and they Juda were defeated. na wakashindwa, And they were defeated. wakashindwa In Jesus' name, katika jina la they Yesu. were defeated. Walishindwa They were defeated. In Jesus' name. katika jina la Today Yesu. I came to declare. Leo nilikuja kutangaza, Praise the name of the Lord. Asifiwe. Anytime you go before the Lord, kila wakati with unapoenda thanksgiving. na shukrani, Anytime you go before the wakati Lord, wote unaenda mbele za Mungu praise. ukiwa na sifa, Those who are gathered against, wale wanakutaka kifo they chako get scattered. wao wanatawanyika. Wanachanganyikiwa. Eh, Because praise is a weapon. kwa sababu sifa ni silaha, Oh, it's a weapon. ni silaha In Jesus' name. katika jina la Yesu. It's not by number. Sio kwa Oh, they were scattered. walikuwa Not by number. Not by spear. sio kwa Not by any sword. sio kwa upanga wote. Praise the name of the Lord. Amen. The Moabite, Wale they Moabu were scattered. walitawanyishwa Not by weapon. sio kwa silaha. Praise the name of the Bwana Lord. asifiwe. Hallelujah. Amen. I'm saying they were scattered. Walitawanyishwa
waligawanyishwa, were defeated walishindwa 100%. wote, washindwa Praise the Lord. Amen. Not by weapon, Sio kwa silaha, not by sword, sio kwa mishale, but by place. lakini kwa sifa, By praise, kwa sifa, by praise. kwa sifa. They were defeated. Walishindwa, They were defeated. walishindwa In Jesus' name. katika jina la They Yesu. were defeated Walishindwa by praise. kupitia kwa There is sifa. power in praise. Kuna nguvu katika kusifu. May God change you. Mungu akubadilishe. May God transform you today. Mungu akubadilishe. May God reveal unto you Mungu akufunulie what praise can do. vile sifa zinaweza Because fanya, praise is a weapon. kwa sababu sifa ni silaha. Praise the name of the Lord. Wanasifiwe. So the Bible says, Maandiko and nasema, Jesus said to them, Yesu and akawaambia, when you pray, wakati pray mnaomba like this. muombe, Hallowed be thy name. jina lako liinuliwe. Praise the name of the Lord. Amen. You start by exalting God. Unaanza kuinua Mungu, You start by telling God unaanza kumwambia who Mungu he is, vile what he can do. vile anaweza fanya. Bwana sipiwe. Amen. Am I ministering to somebody? Amen. Stop murmuring. Wacha kunung'unika, Stop complaining. wacha kulalamika, Stop murmuring. wacha kunung'unika. Even when the door look like they are closed. Hata unapoona malango ni Even kama when yamefungwa, it look like they are not breakthrough. hata ukiona ni kama hakuna Stop, upesi, stop murmuring. wacha kunung'unika, Stop complaining. wacha kulalamika. Exalt God. Inua Mungu Mwambie Bwana, toko, even when your husband does not come back, hata kama Bwana hajarudi. exalt God. Inua Mungu Even when the husband is jobless, hata kama bwana wako hana kazi. oh, don't complain. Usilalamike. Even when this go against your will, Hata kama mama anaenda kinyume na vile don't ungetarajia, complain. usinungunike. Stop murmuring. Wacha kunungunika. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Can you open Daniel Kitabu cha Daniel chapter 9 verse 24? Are we the people in this ministry? Let me tell you, there are so many weapons to win the battles. kuna silaha nyingi sana za kushinda vita. Prayer is a weapon. Maombi ni silaha, Praise is a weapon. sifa ni silaha, The word of God is a weapon. neno la Mungu ni silaha. Praise the Lord. Amen. There are so many weapons. Kuna silaha nyingi sana. Can you read for us, Pastor? From verse 24. Daniel chapter 9 verse 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and to build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublesome time. I continue. Continue. Verse 26. And after the 62 weeks Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, until the end of the war desolations are determined. Then he shall confirm. Praise God. Amen. We see when you go and read the whole of the chapter 9. Unaweza soma sura yote ya 9. You will see Utapata how and the heavenly gates were unlocked. vile malango ilifunguka. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. And God released an answer. Na Mungu akaachilia jibu ama jawabu. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Praise. Sifa, Praise. sifa, Praise. sifa. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. The other thing, Jambo lingine, Jesus taught the disciples. Yesu akafunza wanafunzi wake. He said to them, when you pray, Na wakati say, mnapoomba, our Father in heaven, semeni Baba yetu aliye mbinguni, hallowed be your name. jina lako liinuliwe. Your kingdom come. Ufalme wako na uji.
The other thing he taught them, Jambo lingine alilowafunza, your will be done on earth as it in heaven. mapenzi yako yatimizwe. The effectual prayer, Kuna jinsi lile ombi kwa nastahili kuomba lile nalo nafaa. and another thing he taught them, Na jambo lingine alilowafunza, being specific. na uweze kutaja kile unachotaji. Being specific. Uwe specific na kile unachotaka. When you are praying, Wakati unaomba, you must be specific. lazima kuwe kuna kile umelenga. What do you want? Ni nini nataka? There are people, they just pray. Kuna watu tu huomba tu. They come here, spend all the time. Wanatumia wakati wote. They come spend the whole night. Wanatumia usiku mzima. Mungu nikumbuke. Nikumbuke. Mungu nikumbuke. Birikana. Kumbuka familia yangu. Praise the name of the Lord. Maybe there are people they are listening to me. Kuna watu wanasikia leo. They are listening to me. Kuna watu wanasikiza. And the reason why Na they have not gotten answers. na sababu ya bila They hawajapata have not jawabu. been specific. Kwa sababu wako wazi na kile wanataka. They have never been specific. Hawajui kile wanataka. Wanashida kuambia Bwana nikumbuke. Bwana nikumbuke. Oh God, remember. Be specific. Can you read Mark? There are people, they go to prayer center. Kuna watu We've wanaenda had 21 days, nafunga 21 days. 14 days Siku 14 in fasting. wako kwa kufunga. Mpaka the dry fasting. Wanaenda dry fasting. Wanaenda maombi they are visiting prayer center now and then. Wanaenda kufunga prayer But center, they are never specific. lakini hawako wazi wajua wanaenda kuombea nini. Even when you are praying for a kid, Hata unapoombea mtoto, lazima ujue utaomba aje. So tokwe mwana mwathani. You know where mwana mangethia. You think it's kawaida to get a normal kid? Be specific. Can Pastor read for us Mark 10, Mark 10, 46. Mark 10:46. And now there came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples, and a great multitude. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Praise God. Wanasifiwe. The Bible says Maandiko yanasema when they came to Jericho, walipofika Yeriko, as he went out of Jericho alipokuwa akitoka Jericho with his disciples, akiwa na wanafunzi a wake, great multitude, mkutano a mkubwa, great multitude. yani kulikuwa na kundi kubwa la watu, Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, said by the Lord begging. na kulikuwa na mwana hatimaye And then he had it was Jesus of Nazareth. He began to cry and say, na aliposikia alikuwa Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti Jesus, na akasema, Yesu son of David, mwana wa Daudi. not just a son, Hakuitana tu we see mwana, praising tunaona kimini, Jesus, Yesu son of David. mwana wa Daudi. Bartimaeus knew how to pray. Bartimayo alijua jinsi ya kuomba.
And when he heard to a son of David, na aliposikia kuwa have mercy on me. kasema ni rehemu. Praise the name of the Lord. Amen. So Jesus said to him, Yesu akamwambia, what do you want me to do for you? wataka nikufanyie nini? The blind man said, Naye ukristo akasema, Rabbon, kasema mwalimu wangu, that I may receive my sight. nataka nipate kuona. There are people in the house. Kuna watu wako They're hapa, just praying. watu ni kuomba tu. God, Mwenyezi have Mungu mercy. ni rehemu, Have mercy ni rehemu, on my family. ni Have rehemu, mercy on me. rehemu maisha yangu. You must be specific. Lazima uwe kuna kile umelenga. The blind Bartimaeus, Huyu Bartimayo, when the Bible says, maandiko yanasema Jesus turned to him Yesu akamwangalia and asked him, na akamuuliza, what can I do for you? ungefaa nikutendee nini? Praise the name of the Lord. Bwana He sifiwe. said, Akasema, that I may receive my sight. nataka nipate I kuona, want my sight back. nataka nipate kuona. Are you in the house? Uko hapa? Neighbor, ask your neighbor whether he's here. Muulize kama uko hapa. Praise the name of the Lord. Amen. You know, his appeal was to the Lord, the compassion of the Lord. Yeye alikuwa tunalia rehema ama ule upendo wa Mwenyezi Mungu. It was very simple. Ilikuwa jambo rahisi sana. It sounds simple. Inasikika kama ni rahisi sana. Kusema, oh Lord, have mercy on me. Kama mwana wa Daudi ni rehema. It's simple. Na kaa rahisi. It has no weight. Haina uzito. It has no weight. Haina uzito. You must tell God. Lazima mwambie. Praise the name of the Lord. Amen. And that's why it sounds strange how Jesus replied. Hivyo ndivyo inaonekana jambo gani jinsi Yesu alivyomrudishia. Praise the name of the Lord. Amen. And that's what Jesus asked him. Na Yesu akamuuliza, What do you want me to do for you? unataka nikufanyie nini? And have mercy on me. Ni rehemu. Jesus anamuuliza, Yesu ana, what can I do for you? nikufanyie nini? There are people, Kuna watu the whole day, usiku nzima, nikumbuke Bwana, nikumbuke, remember me. have mercy Ni rehemu. on me. You must identify your need. Na uweze kujua ni hitaji ni Prayer must be specific. maombi yako lazima iwe kuna kile imelenga. Prayer must be specific. Lazima iwe wazi na kile When you are imelenga. praying, Mama Washira, Kati naomba mwashifu concerning Noela, kuhusu neema. don't just say pray. Be specific. Lazima ukuwe What do you unakulenga. want God to do for Noela? Unataka Mungu amfanyie nini? Praise the name of the Lord. Amen. Tell your neighbor, Ya jirani. prayer must be specific. Prayer must be specific. Tell your neighbor, Neighbor. prayer has to be specific. Prayer must. You know, many think that he knows. Wengi wanadhania kuwa anajua. Hagemuuliza Bartimayo. Akamuuliza Bartimayo, Ya Bartimayo. what can I do for you? Naweza kufanyia nini? Bartimayo thought, Bartimayo anasikia ni kwamba ana assume. ama aliassume. Mungu anamuuliza, Yesu anamuuliza, Jesus Bartimayo, asked Bartimayo, can you explain? siueleze What do you want? unataka nini? Can you be specific? Lazima ukuwe wazi kwa kile unachohitaji. Tell your neighbor, La neighbor, you are praying for long umeomba kwa muda without mrefu receiving anything. bila kupata Because chochote you have never been specific. kwa sababu hakuna kile Prayer must unacholenga. be specific. Ombi lako lazima kuwe kuna kile limelenga. Praise the name of the Lord. Amen. Because many think that God knows everything. Kwa sababu wengi wanafikiria Mungu anajua mambo yote. And there's no need to present their case with precision. Na hakuna haja ya kupeana zile haja zao kwake. They think God knows everything. Wanafikiria Mungu anajua kila kitu. Tell your neighbor, Ya jirani. be specific. Neighbor, be specific. Praise the name of the Lord. Amen. Tell your neighbor, Neighbor, you must be specific. you must be specific. In Jesus' name. In Jesus' name.
Bartimaeus was just praying. Bartimayo tu alikuwa anaomba, Jesus, Yesu son of David, mwana wa Daudi, son of David. mwana wa Daudi. He was shouting. Alikuwa na shout, alikuwa anapaza sauti. I'm telling you, Na kuambia kama Yesu angeingilia, akampaka Yesu akamuuliza, Jesus so asked, I have heard you, I can hear you crying, na kusikia, but sijui but I don't know, unataka nini? what do you want? You know, he was begging. Alikuwa anaomba. Si Yesu akafikiria anataka financial breakthrough. Si alikuwa anahitaji financial breakthrough. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. See, the Bible says he was begging, and when he heard about Jesus passing by, Alikuwa anaomba aliposikia Yesu he said akipita. by the Lord begging, Alikuwa amekaa pale kwa makutano ya njia akiomba. and somebody begging. Na mtu ambaye alikuwa anaomba He was in financial constraint. alikuwa ataka fedha. When Jesus heard it's Bartimaeus, Wakati Yesu alisikia ni maybe Bartimayo, there are those many things that came in his mind. pengine kuna mambo mengi yalikuja kwa Maybe he was mawazo. even the spirit of rejection was after him. Pengine ni roho ya kukataliwa ilikuwa kwake. Kwa hivyo Bartimaeus alikuwa na mambo mengi. Bartimayo had many needs. That's why And ndiyo maana Jesus never assumed. Yesu hakuchukulia tu hivi. Mpaka akamuuliza Bartimaeus, He asked, what can I do for you? naweza kufanyia nini? There are people in the house. Kuna watu wako They have hapa been praying wamekuwa from kiomba January to today. jana na But they dada, have never been specific. lakini hawajakuwa hawajawasilisha kile wanachotaka. Anachofungulia milango. Ni milango gani hii? Ni milango hata ni ya kwenda wapi? Praise the name of the Lord. Amen. Be specific. Lazima uwe kuna kitu Jesus' umelenga name. katika jina When you la are praying wakati unapoomba concerning your children, kuhusu watoto wako, be specific. lazima ukuwe When you are praying for your life, wakati unaomba maisha be yako specific. uwe specific. Hallelujah. Amen. When you are praying for your business, Wakati unaomba biashara yako, be specific. lazima uwe kuna kile When you are praying unaomba. for your life, Unapoomba maisha be yako, specific. lazima unyikini ili Don't uombe. assume he knows. Usichukulie tu anajua. Praise the name of the Lord. Today in Jesus' name. Leo katika jina la Yesu, Before we end our service, kabla tumalize ibada yetu, you must be specific. You must be specific. lazima uwe kuna kile unataka Mungu In Jesus' akufanyie name. katika jina la Yesu. Today in Jesus' name, Leo katika you jina la must be Yesu, specific. lazima ujue nini In hicho Jesus' name. katika jina la Yesu. And I'm confused. Na nasikia hivi In Jesus' name. leo You have been praying for a long time umeomba kwa muda mrefu without getting an answer. bila kupata jibu. But today I came to tell you, Kile nikuja I kuambia, came to teach you kuja how kufunza to pray. jinsi ya Prayer kuomba with answer. kwa maombi ambayo yako na majibu In Jesus' name. katika jina la Yesu. And I believe in God before we come out. Na naamini Mungu kabla But we're tutoke going to receive your answer. utapokea jawabu In lako Jesus' name. katika jina la Yesu. Today in Jesus' name, Leo we are going to receive your answer. tutapokea jawabu In Jesus' katika name. jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la I Yesu. am assuring you. You are not going to Ninakuhakikishia step out of God hautatoka hivi before you receive your miracle. kabla upate muujiza wako In Jesus' name. katika jina la Yesu. When Bartimaeus was God specific, Wakati Bartimayo alitaja kile alikokuwa anataka, what the Bible say? maandiko yanasema nini? Jesus said what? So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabbi, my Rabbon, that I may receive my sight. Then Jesus said, Go. Then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. Go your way. Amen. Your faith has made you well. Amen. Praise God. Amen. The Bible says Maandiko yanasema when he heard wakati aliposikia Jesus ni Yesu passing by, alikuwa he anapita, knew alijua there are people in the house. kuna watu wako They hapa don't know who the God they serve. hawajui yule Mungu anayotumikia. Hawajajua Mungu wao. But Bartimaeus, Lakini Bartimayo when he heard aliposikia about Jesus, kuhusu Yesu ndiye anapita pale. alikuwa anapita, He knew. alijua, Alikuwa amesikia. he had heard, Niamwete. alikuwa amesikia.
That's why when he heard it's Jesus passing by, wakati sikia ni Yesu he left anapita, everything. aliacha mambo yote. Jesus, Yesu son of David, mwana wa Daudi ndio maandiko nasema when he heard, aliposikia, akaacha kila kitu, kwa maana alikuwa amesikia, alikuwa kijiji kingine, akaponya. There are people in the house, kuna watu wako hapa they have never known their God. hawajajua Mungu wao. Paul said, Wanasema, Paul said, Paul anasema, I know whom I believe. najua naye muamini. Praise the name of the Lord. Amen. You must know your God Lazima ujue and Mungu know wako, what he can do. na ujue vile anaweza So when fanya. you receive bread, Wanapopata no vitisho, matter of shying back, sio mambo ya kuanza kurudi no nyuma, matter of shrinking back. sio mambo ya kuanza kurudi The nyuma. Bible says, Lakini maandiko yanasema when King Jehoshaphat wakati Yehoshafati received the report, alipata ujumbe, how enemies are command forces, vile maadui walikuwa he wameungana, does him shying back, ya kurudi he nyuma, does him shrinking back, atumuone turudi nyuma, because he knew his kwa God. sababu alijua Mungu wake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Many people in the house, Watu wengi wako they hapa have been praying. wamekuwa They kiomba, have never mwadhani ya oragi yari uri aredemrimeki uri anataka nimfanyie nini? Alikuja mapema, anataka nimfanyie nini? Ni moto tu anarusha. na mwachi tu haikaji. Praise the name of the Lord. Amen. But you are not specific. Hata hujui wa moto You unarusha, spend the whole day unatumia siku mzima. praying, Baba, remember me, Lord. Remember my family. Nikumbuka familia yangu, Remember, kumbuka watoto wangu. But you're not specific. lakini hakuna You kitu. must be specific. Lazima ulenge You kile must tell unachoongea. God, Mbie Mwenyezi do Mungu, this and this. fanya hivi na hivi, Change my husband. abadilisha bwana Let yangu me stop drinking. na acha kulewa. Praise the name of the Lord. Amen. Tell your neighbor, Bia jirani, be specific. lazima ukue kuna kile unachohitaji. There are people here, Kuna watu they have never received their miracle hawajapata because muujiza they have wao, been complaining. kwa sababu wamekuwa They have been murmuring. wamekuwa kilalamika. Praise the name of the Lord. Amen. They have been murmuring. Wamekuwa They have kinungunika, been complaining. wamekuwa kilalamika. There's no time for complaining. Hakuna There's wakati wa no time of kulalamika, murmuring. hakuna wakati wa There kunungunika. are people in the house Kuna watu ambao that have stayed long in the wilderness wamekaa kwa jangwa wakati mrefu, because kwa sababu they have been murmuring. wamekuwa complain, wakinungunika. When they receive doctor report, Wakipata matokeo daktari, they started complaining. wanaanza They kunungunika, started asking God questions. kaanza kuuliza Mungu How maswali. can this happen? Hivi imefanyika kwa How nini? can this happen? Hii ilifanyika kwa And I'm nini? your servant. Na mimi mtumishi wako, I'm anointed of God. mimi How nimepata. can this be? Hii imekuwa hivi kwa nini? Mungu anawatazama. Unafikiria you are the only anointed. Nafikiria wewe pekee ndio mpako wa mafuta wa Mungu. Si hata nani alikuwa anasema he's the only one remaining. Who? Elijah. Elijah. Kabia you are the others. Kuna wengine, The others. kuna wengine, The others. kuna wengine. Wewe shida hapa we complain. Wewe unanungunika Hata tu, sitaenda ikanisa tena. tasitarudi huko. Sitaenda huo ushirika tena. God cannot be threatened. Hawezi tisha Mungu. Sitahubiri tena. Not preach again. The others Kuna wengine, watachomoka, amen, watagonga injili. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Stop murmuring. Acha kunungunika. When enemy lies, Wakati maadui ameinuka, stop murmuring. acha kunungunika. Stop asking, wacha kuuliza Mungu maswali. They are praying, Kuna watu wanaomba but they are wavering. lakini wananiambia Ni kama itafanyika, ni uhakika, ni kama haitafanyika. They are wavering. wanashaka. Even when you are praying with them, Hata ukiomba na wao they are wavering. wako na shaka, They are doubting. wanatashwishi. Unaona ni kama ile wanaomba
ni kama haiwezekani, ni kama inawezekana, ni kama haiwezekani. They are wavering. Wako na shaka. Wameambiwa watafanya operation. Watoto Kimwambia let us pray. Mwambie hata tuombe. And cancel it. Na tukataa na hiyo. They are wavering. Bado wako na shaka. Kimwambia utachotwa. He or she is wavering. Bado wako na shaka. Wavering mind. Wavering mind. Mawazo tu ambayo kama uko hapa wanaenda fasting kwa hapa wanafunga, lakini they are still like it's like not, lakini wako na shaka. They are there, they are wavering. Wako hapa wako na shaka. If you have a wavering mind, kama uko na mawazo ya shaka, you will receive anything. Hautapokea chochote. Anything from the Lord. Hautapokea chochote kutoka kwa Bwana. Wavering mind. Ni kama nitapona, ni kama sitapona. Ni kama nitapona, ni kama mumeomba na yeye. Namwambia hata hizo dawa achana nazo. Lakini he is wavering. Lakini bado ako na shaka. Mani yake inatingizwa. Munaomba na yeye. Prudi. Ni kama anaona ni kama haijafanyika. Anaenda kwa mganga. Anatoka hapa anaenda kwa mwombezi mwingine. Kwa maana hata wakati mliomba he was doubting. Alikuwa anatia shaka. Today in Jesus name, leo katika jina la Yesu, may God deliver you Mungu akomboe from the wavering mind. Tokana hao mawazo kupeperushwa. The wavering mind. Baya yako na shaka. Because all things are possible. Kwa sababu mambo yote yanawezekana kwa wale wanaoamini. Maandiko yanasema we can even move mountain. Tunaweza hata fanya milima isonge. Prayer of an agreement. Kama tutafanya ombi ya can move mountain. Tunaweza fanya milima isonge. Faith. Imani. There are those they pray without faith. Kuna watu wanaomba bila imani. Hawana imani. They are doubting. Watu wako na shaka. They are doubting. Wako na shaka. They are doubting. Wako na shaka. Praise the name of the Lord. Amen. Wavering mind. Kuna na mawazo ndio na shaka. Wavering mind. Ambao hawezi tulia. The spirit of doubt. Roho ya shaka. Today in Jesus name. Leo katika jina la Yesu. Na kukomboa. It doesn't matter. Haijalishi. The mountain before you. Mlima ulio mbele yako. All things are possible. Mambo yote yanawezekana. Today in Jesus name. Amen. The faith that I have. Imani ambayo niko nayo. Move mountain. Inayosongesha milima. It doesn't matter. Haijalishi. The mountain before you. Milima iliyo mbele zako. If you are believing. Kama unaamini leo. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. It doesn't matter. Haijalishi. How many times you have prayed. It doesn't matter who prayed for you. It has not happened. Haijafanyika. Today. Leo. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. It doesn't matter. Haijalishi. Oh, I rebuke. Nimekatana. Oh, I rebuke. It's the spirit of doubt. Ni roho ya shaka. The wavering mind. Roho ambayo mawazo ambayo hatulii. Praise the name of the Lord. Are you in the house? That's what the Bible says. Maandiko yanasema we can make a prayer of today in Jesus name. Amen. I'm believing God for your miracle. Naamini Mungu kwa muujiza wako. Today be specific. Leo uwe wazi. As we stand before the Lord. Kinuka. Let us be specific. Watu tunataka nini? I want deliverance. Nataka ukombozi. I want healing. Nataka uponyaji. From the spirit of diabetes. Kutoka na roho ya diabetes. I want deliverance. Nataka ukombozi. From the spirit of immorality. Kutoka na roho ya usherati. Be specific. Lazima uwe wazi na ulenge before the Lord. Mbele yake Mwenyezi Mungu. Be specific. Lazima ulenge. Tell God. Ambia Mwenyezi Mungu. Like Bartimaeus. Kama Bartimaeus. I want to see again. Nataka kuona tena. I want to see again. Nataka kuona tena. I want to see again. Nataka kuona tena. Just tell God to remember you. Ambia tu Mungu tell God. Mwambie. I want healing. Nataka uponyaji. I want deliverance. Nataka ukombozi. From specific spirit. Kutokana na roho hii. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Wavering spirit. Wavering mind. Roho ya nia mbili. Mawazo ambayo even the Bible says so in the book of Psalms 119. Zaburi ni God hates Mungu anachukia the minded person. mtu wa mawazo wa nia mbili.
double-minded person wa nia mbili ni kama itafanyika, itatendeka. ni kama haitafanyika.